Watumishi wa serikali, na nyinyi yote ni mashahidi na mnafahamu changamoto ya ajira ambayo ipo katika nchi yetu, na kimsingi sio nchi yetu tu. Suala la ajira ni tatizo la kimataifa. Hata ukienda Marekani kila mwezi wanatoa percentage ya watu ambao wanaita ni unemployed au jobless. Ukienda Ujerumani ni hivyo, Japani ni hivyo, everywhere. Suala ni utofauti sasa ya viwango na ukubwa wa tatizo kutoka nchi moja na nchi nyingine. Lakini suala la ukosefu wa ajira ni suala la kimataifa. Lakini sisi tumepata fursa hiyo miongoni mwa watu wengi kupata ajira. Lakini baada ya kupata hiyo ajira tunafanyaje? Tuna majukumu yaliyo mbele yetu ya kusafisha mji. Ndio maana nimesema nikae na nyinyi tu ambao tuna dhima la kufanya usafi katika mji huu. Ukiutizama katika hali ya kawaida mji wetu una hueli kidogo kuliko maeneo mengine. Kwa hivyo kuanzia hapo tuwapongeze kwa hiyo kazi ambayo tunaendelea nayo. Lakini haimaanishi kama hatuna tatizo. Sasa kwa bahati tumepata fursa, ni wengi sisi tuliopo. Sijui kama toka mwanzo mkurugenzi walikuwa ni hao 96 au sawa. Lakini kidogo mimi ukiniuliza mie kama mimi, maana mimi nina tabia ya kusema ukweli. Kilicho ndani ya nafsi yangu wasipendi sana kuficha kikaniumiza na wala hakitonisaidia. Tumeajiri watu wengi, tumepeleka katika shule. Kwenye shule wanafanya nini? Hapo awali hatakuwa nao hawa wahudumu wanaopika chai, wapika uji, sio wanafanya nini? Zile shule zilikuwa haziendi. Mkurugenzi, zile shule zilikuwa haziendi au kulikuwa na shida gani? Zinakwenda mkuu, lakini wengi wameajiriwa watu ambao ni wa muda, kuna uwezo wa kulipa lakini ni wa muda, sio wa kudumu kama hapa. Sio wa kudumu. Walimu wale wanaoshughulikia maandalizi ndio wanaopika wao na kushughulikia na masuala mengine. Sasa mnafanyaje kwenye mishahara na mambo mengine? Au mnalipaje? Hiyo kabla. No. Hawa ambao tunasema maana kama nimekufahamu vizuri, tuna hawa tu tulionao hapa. Lakini wapo ambao tumewaajiri, tumepeleka katika shule wanafanya usafi na kupika uji. Au sio? Ni waajiriwa kudumu. Ni waajiriwa kudumu. Sasa hapo ndo swali langu lilipo. Kabla ya miaka hii 3-4 ambayo tumefanya maamuzi haya, huko awali zile shule zilikuwa zinakwendaje kwenye swala kupika uji na swala la usafi? Maana ninapojua mie shule katika kukurugenzi, ninapojua mie zile shule wapo wanafunzi, na hata huko ndo ambapo sisi tunatokea, tumesoma sote, tumepita shule hapa, au sio? Wale wafanyakazi wa kazi za usafi wa shule wanafanya kazi za usafi wanafunzi. Ikishakuwa shule inasimamia, sasa tunapelekaje watu kule wakafanya usafi? Usafi upi? Lakini pia ni maeneo yote ambayo tumewapeleka watu kunapikwa huo uji. Mimi naelewa zipo shule kuna watu 4, 5, 3. Jamani, katika haya mengine nadhani tufike bahali tuambizane ukweli. Tuambizane ukweli. Wale watu sijui nitasema, lakini mimi nasema wale watu hakuna mantiki yoyote wakaendelea kubakia kule wakati tunahitaji watu kufanya kazi katika maeneo mengine. Ukiniuliza mie kama mimi, sasa nyinyi mtaendelea kunipa labda hekima yake ya kwa nini wale watu tunawapeleka. Lakini kama ni swala la usafi katika shule, mimi nadhani hatujafanya vizuri katika eneo hilo. Wale watu wanahitajika kutusaidia katika usafi wa mji. Kama ni uji nadhani hata vile katika management ya shule wanaweza kufanya utaratibu, uji ukawa unapikwa
bila kuwepo hao tunaita wahudumu tuliowaajiri. Na ubaya sasa, tumepeleka watu huko ambao hawana kazi za usafi huku, tumeajiri kampuni. Tunailipa pesa. Mkurugenzi, hatulipi pesa kwenye kampuni ya usafi? Tunalipa. Kiasi gani kwa mwezi? Milioni 8,700,000. Ukizipiga kwa mwaka hizo ni zaidi ya milioni 100 na kidogo. Tuna vituo vya afya vimelala, tunataka kumalizia ujenzi. Tuna shule za msingi zinataka kumalizia ujenzi. Badala yake tumechukua human resource, tumekwenda kuistore somewhere, haina kazi, alafu huku tunasafa. Mimi mkurugenzi, niseme wazi hapa. Kwanza, huu mkataba wa usafi katika mji huu nadhani tuvunje. Hatuwezi serikali kuendelea kulipa fedha kwa kazi ambayo tunaweza kuifanya sio wenyewe. Kama tunaweza kufanya jambo moja, tunaweza kuruhusu hilo. Tunaweza kuingia naye mkataba kwa pesa ndogo kutusaidia labda kwenye usimamizi. Fedha ndogo, sio kumlipa milioni 7,800,000. Hizi fedha nyingi. Ni matumizi mabaya ya fedha serikali, na wakati tuna shida katika maeneo mengine. Kwa hiyo niseme wazi hapa, mkataba huu tuvunje. Tutengeneze mkataba mdogo kama tunahisi. Lakini mimi pia najiuliza, tuna hawa wakurugenzi wasaidizi, hatuna mtu huyo mkurugenzi wasaidizi, hatuna ambaye mwenye dhamana kusimamia usafi. Yupi? Sasa mkurugenzi msaidizi, hiyo ndio kazi yako, hawa watu kwa manage usafi ufanyike. Otherwise hawa watu hawana haja kuendelea kuwalipa mishahara serikali. Najua kuna story nyingi na mambo mengi kwenye hili, lakini kwenye hili sitaki story. Maana bora tuambizane ukweli. Hili jambo kwangu mimi hajalikalia vizuri. Kama tumeshindwa kuwasimamia, tuambieni, tufanye maamuzi mengine na tutayafanya. Nitazungumza na mheshimiwa waziri, nitazungumza na mheshimiwa rais. Tutafanya maamuzi. Sasa sitaki kwanza kuanza kwenye mamlaka hizo nyingine tumalizane hapa. Hatuwezi, naambieni. Nitafanya maamuzi. Nitazungumza na mheshimiwa waziri. Nikiona hayendi nitazungumza na mheshimiwa rais. Lakini kwanza nadhani haina haja ya huko. Mimi nasema walioko huko vituoni tuwachukue, tuwarudishe, waje waungane na wenzao hawa wafanye usafi. Mkataba huu tuvunje. Asiyetaka kufanya kazi sasa katika sisi tuchukue hatua. Mkurugenzi na mkurugenzi msaidizi, tuchukueni hatua. Na nawaambia, tumetaka hii ajira tukijua tunakwenda kufanya kazi gani, au sio? Sasa kama ni hivyo, tufanye kazi ambayo tumekuwa sign. Tumeiomba siku nyingi, tukenda jamani hatuajiriwi, imetokezea bahati tumeajiriwa. Tukasimamieni na kufanya kazi ambayo tumeiomba. Kama mtu hawezi atuambie, tufanye maamuzi mengine, tutamsamehe, wala haina tatizo. Jamani, mimi kazi hiyo siwezi, basi. Lakini sitaki kuona tunatumia fedha nyingine kuajiri kampuni kwa kufanya kazi ambayo tuna watu. Tuna mji gani hapa kwa watu tutafute kampuni nyingine? Tuna watu zaidi ya 100. Hatuwezi kwenda hivi. Niwaambie open, I don't like ile ambayo tunalifanya. Kama nyinyi hiyo fedha serikali haiwaumi, mimi inaniuma. Kwa sababu tunaitafuta. Natoka katika vituo vya afya huko, kuna mambo mengine bado, mashine ya kupimia pressure. Sijui hata thamani yake shilingi ngapi. Na hakika haizidi milioni 2. Ile ambayo watu majumbani wanayo, ndio kajape huko. Ile mashine shilingi ngapi? 1,150,000. Natoka Kibokoni, mashine ile haipo. Wapi huko Mvumoni na Kilindi na maeneo mengine. Natoka hizo mashine hazipo. Ya 100,000 na kidogo tu. Watu wanahama kituo cha afya
nani kaka hapo? Watu wanahama kituo cha afya wanakwenda maeneo mengine kutafuta huduma kwa sababu tu hakuna mashine ya kupimia nini pressure. Vifaa mashine ndogo ndogo zile za kupimia sukari na maongezi. Hatuna. Tunakwenda kulipa fedha kwa ajili ya suala la usafi. Tusitengeneze miradi ndani ya kazi. Tusitengeneze kazi miradi ndani ya kazi. Sasa mkurugenzi ile nalisema hapa openly, sifichi, huo mkataba uvunjwe. Kama tunaweza, kama ikiwa kuna haja, ikiwa ipo haja, tutengeneze mkataba mdogo sana wa yeye kwa sababu ya utaalamu wake na uzoefu wa muda mrefu kutusimamia ili kuweza kufanya. Lakini naamini hakuna jambo kubwa linalofanya kama tutaamua kama uongozi wa baraza la mji na wafanyakazi hawa kuifanya kazi ya usafi. Hakuna kubwa. Kwani kuna jambo gani linafanyika kubwa? Hebu niambieni. Semeni, Yesu mkofili, kuna kazi gani inafanyika kubwa ambayo nyinyi hamwezi kuifanya? Ipo? Naelewa kampuni ile imeajiri ndugu zetu. Sawa? Lakini kupanga ni kuchagua. Tujizame na hali tulionayo. Hawa wanalalamika mambo madogo, mimi wakati mwingine siwaambii baraza la mji kwa sababu najua hali zenu mlionayo. Mambo mengine gharama ndogo tu kwa sababu nawania huruma, naelewa majukumu tuliowatwisha. Lakini na sisi haionekani kama mipango yetu inaelekea huko kwenye kuonea huruma serikali. 8.7 million per month ni pesa ndogo lakini kubwa. Ukiamua kuitia bahari kwenye mambo madogo tunamaliza changamoto. Mkurugenzi umetoka pamoja sasa hivi hapa wapi Mvumoni. Pana shida ya maji, mnara upo, tengi mnasema ipo, pipe tu ya kuunganisha mnasema hamna fedha. Ni kitu ambacho haikosti hata 400,000. Lakini tunakwenda kulipa fedha huko. Mimi nasema tufike pahali lazima tuwe na huruma. Hiyo fedha mnaoizungumza ni kodi na jasho la wananchi wanyonge wa nchi hii. Lazima tuwe na huruma nayo. Na sisi tuliokubali kubeba dhamana ya kuajiriwa kwa kazi hii lazima tuifanye. Lakini na wale waliobeba dhamana na tukawapa kazi kusimamia wengine, lazima kazi hiyo ifanye. Tuko tayari kumsamehe yoyote tukiona maslahi ya nchi hayafikiwi. Nawaambia tuko tayari kumsamehe yoyote tukiona maslahi ya nchi hayafikiwi. Kwa serikali hakuna mtu muhimu. Umuhimu ndani ya serikali ni nidhamu, bidii na ufanisi wako. Huo ndio muhimu. Lakini jingine lolote haliko. Uwe profesa, ikiwa huendana na sisi tutakusamehe, tutamtafuta form 4 mwenye nidhamu na adabu zake akatufanyia kazi zetu. Sasa niseme, nawaambia mkurugenzi msaidizi mwenye dhamana kusimamia usafi. Nataka kuona usafi tunaosimamia ndani ya mji huu kupitia watendaji hawa. Tulio wadampo huko mashuleni tuwalete. Maana inawezekana tumewachukua watu tumewaleta huku, tumewapeleka huku kwa sababu tu ni jamaa zetu hawana kazi wakapumzike kule. Hawa wengine walikuwa hawana jamaa ndio tumeweka huku, tunaweka kwenye mitaro. Tunajuana, lazima tufike bahati tusome ukweli. Mtu anaamua pika uji, una uji gani unaopika huko? Hivi shule zote nani mkurugenzi zina uji au hizi za nasari? Zungumzeni na management za shule zile, uji utapikwa. Wako walimu, mimi najua ziko shule kuna walimu wanaoshirikia pale kwa dishi la uji tu wanaweza kupika. Lakini wale watu tuwarudishe hapa waungane na wenzi wao hawa, kazi iendelee. La kuna jingine naambieni, pengine kuna mambo ya watu wengine siyafahamu. Naambieni hapa, pengine nitaangalia itakuwa kuna hekima na busara, basi nitaacha utaratibu uendelee kwa sababu nimekuja kuwakuta. Lakini kama hakuna jingine nalo lazimisha lazima tuwadampu watu 3 4 ndani ya skuli moja, basi mimi nadhani wale watu warudi huko. Na nitampa taarifa mheshimiwa waziri kutoka hapa, kuna maamuzi nimeshafanya bahali fulani. Na haya nitakwenda kusema mkoani ikiwa hali ndio hii. Nimesema hapa, nitakwenda kuyasema na mkoani haya. Maamuzi yangu mkataba tunavunja,
walioko shuleni wanaopika uji na usafi warudi hapa, lakini tulioomba dhamana ya kufanya usafi tuifanye, tulio na dhamana ya kusimamia kufanya usafi dhamana hiyo ifanye. Sitopenda kuona wakurugenzi wasaidizi mko ofisini. Napita kwenye vituo vya afya kule naangalia Dr. Jape kapitali ni. Kuna changamoto nyingine, nitaenda na shule baadaye, nimeanza na hapa kwa sababu nimekuja shule zimefungwa, nimeanza na vituo vya afya. Kuna changamoto nyingine ni ndogo ndogo tunaweza tukazitatua hata kama uongozi. Sio swala la serikali kuu, hatufanyi na zipo hizo changamoto. Mkurugenzi shahidi hapa, nimepita katika vituo vya afya, nimeuliza tatizo moja dogo mno. Toka mliripoti lini? Wanaambia ni mwaka. Jamani, lazima tuwe na huruma na wale wenzetu. Uhalali wetu sisi wa kubakia hapa katika nafasi zetu hizi, kupata hii mishahara tunaoita midogo, hamna kitu lakini unapata, au vipi? Maana kama hamna kitu haikusaidii, basi turejeshe mkataba wetu. Sasa uhalali wa kubakia kwenye majukumu yetu haya ni kwa sababu ya wenzetu wanavuja jasho, wanalipa kodi. Anauza ng'ombe, anakatishwa kibali cha 500 cha 1000, anauza kuku, anauza mkaa, ndio hiyo hela ambayo sisi tunalipwa hapa. Sasa kama ni hivi, lazima tutendee haki, na kutendea haki maana yake ni kuwajibika, na lazima tuwe na huruma na hiyo fedha. Tuna mahitaji mengi sana ndani ya serikali. Kwa tunachokipata tukitizame katika matumizi yaliyo sahihi na yale ambayo yanatija kwa kila mtu. Otherwise tutakuwa hatuwatendee haki wenzetu. Kwa hivyo niwaambie wenzangu, huu mji uendelee kuwa safi. Kwa kazi ya usafi ifanyike tena kwa nguvu zote.